Sababu ilianzia wapi? Yes, kuna moja ya mtu alisema, alitoa historia yake na mwanaume wake, akasema nimefikia hatua sasa na mimi na lipiza, yani wote tuwe tukirudi nyumbani, umetoka wapi? Nimetoka kwa mwanaume wangu, na wewe umetoka kwa mwanamke wangu, maisha yanaendelea. Yani mwanaume alimfundisha mwanamke kufanya vile. Hii ipoje? Yani kunaweza kuwa na ukweli fulani ndani yake. Na hata sasa hivi nitakubali kwamba wanawake wengi hawawi na mpango wa kuharibu ndoa zao. Matatizo mengi ya kwenye ndoa chanzo chake ni mwanaume. Hata ukija kukuta mwanamke ametoka na maisha mengine, ana mahusiano mengine, amekuwa na kitu fulani na tabia fulani, ni wachache sana ambao wanakuwa ni tabia zao. Lakini asilimia kubwa ya wanawake ambao ukikuta sio mwaminifu kwenye ndoa yake, ni chanzo ni mume wake. Kwa hiyo wanaume wengi miaka ya nyuma wanawake walikuwa wanaonewa, wanaumizwa, mwanaume anasema wao wanavumilia. Lakini kizazi cha sasa naona kama wanaenda kama kwenye ukinipiga shavu la kushoto mimi nakupiga la kulia. Umeelewa? Kwa hiyo wanaenda kwenye akifanya nitafanya, akiishi ni kitu ambacho ni hatari sana kwenye jamii yetu ya sasa. Ni hatari sana kwa jinsi ambavyo tunatengeneza haya mahusiano yanakuwa. The Bantu.